na yule dada alikuja mwenyewe na mbwa, na alipomleta hapa alimkabidhi, na hali kadhalika aliweza kukabidhiwa fedha taslim shilingi 9,70,000, kwa maana ya kwamba ile 500,000 ilikuwa ni ya zawadi, lakini 2,500,000 ilikuwa ya manunuzi na pesa ya matibabu. Sonny is part of our family in Sweden, yeah, and we want our family member back. That's how it is, yeah, and I will fight for it, yeah, till I find him. Asante. Kwa majina naitwa Waziri Ibrahim Tenga, Superintendent wa Polisi na ni mkuu wa kituo cha polisi utalii na diplomasia mkoa wa Arusha. Arusha kama ambavyo inafahamika ni jiji la utalii ambalo lina wananchi raia wa nchi mbalimbali na wana culture mbalimbali ambavyo pia wananchi wa hapa wameendelea kuzithamini na kuziheshimu, na ndio sehemu pia ya utalii. Hivyo siku 9 zilizopita tulitangaza baada ya kupata taarifa ya mbwa aliyepotea wa Mr. John, na tuliweza kushirikiana na vyombo vya habari hawa pamoja na kusambaza karatasi maeneo mbalimbali. Wananchi wa Arusha, nachukua nafasi hii kwanza kabisa kuwashukuru kwa ushirikiano wenu na jeshi la polisi kama ilivyo ada kwenu, ambapo katika siku ya jana majira ya saa 9 alitokeza mwanadada mmoja kwa jina anaitwa Mage, mkazi wa Njiro, ambaye alipiga simu na kusema kwamba mbwa yule amempata, yeye yuko naye na amekuwa naye kwa siku 2-3 kwa kuwa alikuwa amemnunua na alikuwa hajapata taarifa kwamba mbwa anatafutwa. Hivyo alimleta mwenyewe mpaka kituoni hapa madam, na akasema yule mbwa amemtibu, alimpata katika mazingira na baridi, alimnunua. Hivyo mwenye mbwa aliweza kumshukuru kwa kumpatia zawadi alikuwa ameahidi, vile vile kumlipia fedha aliyokuwa amenunua yule mbwa na matibabu. Mbwa ana afya njema, ana hali nzuri, na baada ya hapo tulimjulisha mwenye mbwa alikuwa safarini, hivyo alituma mke wake kutoka Iringa jana saa 10 na saa 7 usiku na 7:30 usiku aliweza kufika kituoni hapa kwa shauku kubwa sana akitaka kuona mbwa wake, na alifurahi sana, akasema kwa kweli hatakuwa na muda wa kuendelea kuwepo Arusha zaidi ya kurudi haraka sana Iringa aweze kufurahia na familia yake kule Iringa. Kwa hivyo nichukue nafasi hii kuwajulisha umma wa Arusha kwamba mbwa yule amepatikana, kwa kuwa watu wameendelea kupiga simu tangu asubuhi pia jana usiku akiuliza ameshapatikana, kuna huyu anafanana na yule. Nieleze kwamba zoezi hili rasmi limefika mwisho, mbwa amepatikana, na washukuru sana kwa ushirikiano wenu. Simu zilikuwa nyingi ikionyesha kwamba tuko pamoja katika hali ya kushirikiana. Okay. Huyo dada ambaye aliyempata huyo mbwa alisema aliuziwa na nani na ni kiasi gani? Kimsingi anasema aliweza kununua yule mbwa kwa shilingi 2,500,000 maeneo ya mjini kati hapo, alikuwa akitembezwa na bwana mmoja, na kama unavyojua hawezi kujua jina la aliyemuuzia, ila anakumbuka ni sehemu gani aliweza kupata kumnunua yule mbwa, kwa sababu yeye anafuga mbwa wadogo wadogo wale wa ndani. Alivyomuona alimpenda na akamnunua. Mwanadada yule alipiga simu yeye mwenyewe kwamba mbwa yule anaye na alimleta yeye mwenyewe, hakufuatwa na polisi. Kwa hiyo hakuna haja ya hofu. Katika zoezi hili hatuna haja ya hofu. Polisi ni jamii ya kwenu, na yule dada alikuja mwenyewe na mbwa, na alipomleta hapa alimkabidhi, na hali kadhalika aliweza kukabidhiwa fedha taslim shilingi 9,70,000, kwa maana ya kwamba ile 500,000 ilikuwa ni ya zawadi, lakini 2,500,000 ilikuwa ya manunuzi na pesa ya matibabu. Alimtibu yule mbwa, alikuwa na hali ya mafua, anajua kufuga mbwa yule dada, kwa hiyo alikuwa na risiti ya daktari ambaye alikuja kumtibu yule mbwa baada ya kumnunua. Nashindwa kueleza kitaalamu kama nguvu kubwa wanaipimaje, lakini niseme tu kwamba wananchi wa Arusha, wanajamii wa Arusha ndio hasa wamekuwa wakitusaidia kutafuta mbwa huyo. Sisi tulitoa taarifa na tukajaribu kusaidiana kutoa matangazo. Watu wa Arusha, wananchi wa Arusha ndio ambao wamefanya kazi kubwa ya kututafutia mbwa huyo, na kama ulivyoona aliyeleta mbwa yule ni dada kutoka maeneo ya Njiro, na simu zilikuwa ni nyingi sana, message imeshampata huyo mbwa. Wananchi kwa ushirikiano wao wenyewe, niseme nguvu kubwa ni wananchi ambao wametumia kwa nafasi yao, kila mmoja aliko nilimuona anapiga simu kujua ameshampata, nitumie picha yake niende. Kwa hivyo ukiangalia wananchi ndio wamefanya kazi kubwa hii. Kama ambavyo wananchi wa Arusha walipokea wito wa kumtafuta mbwa Sani, natumia nafasi hii pia kuwaasa na kuwaomba wananchi wa Arusha kuweza kuzungumza na vijana wetu, watoto wetu. Pikipiki zenye milipuko, magari ya Subaru ambayo yenye milipuko kwa jiji la Arusha
ni marufuku, na tangazo hili lilishatolewa. Narudia tena kwamba nakumbushia kwa yoyote ambaye anatumia chombo cha moto ambacho kina milipuko ambao si sawasawa na kilivyotengenezwa, ni kosa na ataweza kuchukuliwa hatua. Lakini toe rai tuweze kuonyana na tutoe wenyewe vyombo hivyo vile vyohusika, ili mji wetu uendelee kuwa salama na uwe shwari. Milipuko hiyo hatutaki kuisikia katika jiji la Arusha na kwingineko nchini. Kwa hivi natoa rai kwa kila mmoja ambaye ana chombo kama hicho, kijana utakayemkuta mshauri. Tusingependa kusuguana. My name is Johannes Menhere. I'm coming from Sweden, and in Sweden we have a dog, a family dog with the name Sunny. It's a special breed. It's a Swedish Danish farm dog, yeah, and he's the house dog. He is what we call a part of the family. It's almost a child for us, and he is lost. First he was told that he was lost in Chemba. It's a place on the road from Dodoma to Arusha. But we found out very soon that that was a not true story, that he was lost in Chemba. And so that was the reason, yeah, why we went to the police, yeah, and they found out, yeah, that the responsible guy who was taking care for Sonny made a big lie. And I have to say that I'm thankful and grateful for the support, yeah, for Mr. Tenga and his police team, yeah, and we do all the best, yeah, to find Sonny. So I would like to ask everybody in Arusha, please look out for our dog, yeah, because he is for us almost a child. So please, if you see the dog, call Mr. Tenga at the police station here, and we will reward you for the dog. According to what we have been discussing with the police team, we will say we give $500,000 to the person, yeah, who is going to bring back our dog. We have been living with Sonny for 8 years. Like I have been telling you, and I repeat it one more again, yeah, Sonny is part of our family in Sweden, yeah, and we want our family member back. That's how it is, yeah, and I will fight for it, yeah, till I find him.